zangu, leo mimi niseme kwangu ni historia kubwa ya maisha yangu. Hivyo basi hapa najisikia furaha, nimeandika historia katika maisha yangu. Ndugu zangu, naongea tu kwa maneno machache kwa ajili ya shukrani. Kwanza nikishukuru sana na kukipongeza chama changu, Chama cha Mapinduzi, kwa imani iliyonipa kwa ajili ya kuniamini na kuniteua kugombea umea. Lakini pili, niwashukuru sana waheshimiwa madiwani kwa kuniamini na kunichagua kwa kura nyingi sana. Kwa kweli mmenipa imani na mmenipa nguvu kwa ajili ya kufanya kazi. Asanteni sana waheshimiwa. Ndugu zangu waheshimiwa, hapa kuna wageni mbalimbali, kuna wazee, kuna marafiki. Niwashukuru sana wazee, kwa kweli asanteni sana wazee. Kwa kweli tutashirikiana pamoja, tutachukua busara zenu kwa ajili ya kuisimamia na miongozo mbalimbali kwa ajili ya kuleta maendeleo katika manispaa yetu ya Kahama. Mheshimiwa Katibu, mimi nichukue tu fursa hii kuwashukuru tena. Haya yote tuliopewa imani, wananchi wa manispaa ya Kahama wana imani kubwa sana na hili baraza la madiwani. Kwa hiyo mimi kama meya, tuna wajibu mkubwa kwa ajili ya kushirikiana na manispaa yetu. Tutashirikiana na ofisi ya mkurugenzi, tutashirikiana na waheshimiwa madiwani kwa ajili ya kuwaletea maendeleo wananchi wananchi wa manispaa yetu ya Kahama. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi nina imani mkinipa ushirikiano tutafanya vizuri kama tulivyoahidi kwenye kata zetu. Waheshimiwa, tutafanya vizuri, lakini kikubwa tu tutegemee ushirikiano mzuri. Watumishi wetu wa idara mbalimbali watatusapoti na kutuunga mkono kwa yale tulioahidi kwenye kata zetu. Hawa waheshimiwa hawa kule walikotoka, wananchi wao wana matumaini makubwa sana. Sisi huku nyuma tunaangaliwa sana na wananchi, wanategemea makubwa. Kwa hiyo sitakuwa meya wa kuja kuelezwa ofisini kwamba kuna swala huku limekwama, ambalo linawezekana kabisa. Hilo kwa kweli, Mheshimiwa Mkurugenzi, nilikuwa naomba sana na watumishi wako tujipange vizuri kwa ajili ya kutatua kero kwa wananchi wetu waliotuamini. Sambamba na hilo, waheshimiwa mkuu wa wilaya, Mheshimiwa mbunge hapa ameeleza mengi. Kwa hiyo kama tu alivyoeleza mbunge, wananchi wote kwa ujumla wana matumaini makubwa. Sasa tutaenda kufanya kazi kwa ukaribu sana na wananchi na kuwasikiliza kwa ukaribu sana. Pia niwapongeze madiwani wote kwa kuaminiwa na wananchi. Na Mheshimiwa mbunge, tukupongeze wananchi wa Kahama kwa kukuchagua kwa kura nyingi. Ndugu zangu, niwaombe sana muende mkatatue kero za wananchi. Kero za wananchi: barabara, afya, elimu na ajira kwa vijana. Pia tuangalie sana matibabu kwa wazee.
wazee wetu wanapata tabu, kawasimamieni, mwatambue wazee wenye uhitaji. Zoezi la bima ya afya kwa wote likifika, tusiwe na malalamiko. Na sisi waheshimiwa madiwani tuko tayari kutoa ushirikiano wa kutosha kwenu kuhakikisha kwamba yale yote yanayotakiwa kufanyika yanakwenda kutekelezwa. Na mwisho kabisa, nipenda kumshukuru katibu tawala wetu ambaye alikuwa ni mwenyekiti wetu wa kikao toka mwanzo kwa ushirikiano aliotupatia, na sisi tuahidi tu kwamba tutatoa ushirikiano mkubwa kwa ofisi ya mkuu wa wilaya na kwa watendaji wote wa wilaya ya Kahama, watendaji wote wa serikali wa mkoa wa Shinyanga, kuhakikisha kwamba yale yote aliyoahidi Mheshimiwa Rais katika manispaa ya Kahama yanakwenda kufanyika. Niwaombe tu, kama kuna watu tulikuwa tunakosea sehemu, tukabadilike. Dhama zimebadilika. Yawezekana mlizoea kuona madiwani wanasubiria vikao vya baraza la madiwani. Mambo haya yamebadilika. Tutafanya ziara nyingi, tutafanya vikao vingi. Tutakwenda kutatua changamoto za wananchi katika maeneo yetu. Kwa hiyo msishangae tunafanya surprise katika maeneo yenu mkasema kwamba madiwani mbona wanakuja kutushtukiza huko. Hapana. Tumeambiwa sisi ndio wasemaji wa wananchi. Kwa hiyo ni lazima tukajue changamoto za wananchi. Tutakwenda kuwasikiliza na kujua changamoto zao ni nini. Kwa hiyo cha msingi sisi tuunge mkono. Tutapohitaji wataalamu, mtushikilie, tushirikiane pamoja kuhakikisha kwamba tunapunguza changamoto za wananchi. Wananchi wanalalamika changamoto ya huduma mbovu, kutokuwa na lugha nzuri kwa watumishi. Niwaombe tukabadilike. Hatutasubiri ziara ya waziri mkuu au rais kuja kutoa changamoto. Tutaanza sisi kwa lengo ya madiwani. Kila diwani katika kata yake atafanya ziara na atashirikiana na watendaji wa kata na mitaa kuhakikisha kwamba wananchi tunapunguza changamoto zao. Na mimi binafsi tu nikuombe Mstahiki Meya, mimi kama msaidizi wako, tunajua tuna vuguvugu kubwa la vijana wana changamoto nyingi. Mimi binafsi kama kijana nitafanya ziara nyingi sana, nitazungumza na vijana na kuhakikisha kwamba zile fursa za mikopo ambayo halmashauri imeahidi wa vijana wapatiwe, na ikiwezekana wapewe mafunzo maalum ya kuwajengea uwezo, wafanye capacity building. Lakini kuna bilioni 200 ambazo Mheshimiwa Rais katika ilani imeahidi kwa wajasiriamali. Tuhakikishe kwamba wale walengwa waliokusudiwa wanapata. Lakini pia katika ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi imeeleza patakuwa na incubation center katika maeneo mbalimbali ambayo ya kuwasaidia startups wanakwenda kuanza biashara waweze kufanikiwa. Kwa hiyo tukawasikilize wana vijana na tuhakikishe kwamba zile changamoto zinatatuliwa.